السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بتوفيق الله تبارك وتعالى وقدرته ومشيئته tunaendelea katika darasa yetu ya tano. Ambayo inahusiana na kusoma misingi ya maulama wa hadithi. Leo insha Allah bi'anillahi tabaraka wa ta'ala tutamsoma Alqama ibn Waqqas al-Laythi pamoja na Umar ibn al-Khattab. Tutawasoma hao watu wawili, Alqama pamoja na Umar. Sisi insha Allah kama tulivyotanguliza kwa hatua za mwanzo, tutakuwa ni wenye kutaja misingi mbalimbali ambayo inatumika kuwasoma marwat, na tutaendelea bi'anillahi tabaraka wa ta'ala. Na katika hadithi yetu ya mwanzo tumetaja misingi hasa ambayo inafungamana na jumla ya jinsi ya kutambua marwat na kuwatofautisha baadhi yao kwa baadhi. Na leo inshallah katika darasa tuliyokuwa nayo ya Alqama ibn Waqqas al-Laythi pamoja na Umar ibn al-Khattab, inshallah bi'anillahi tabaraka wa ta'ala tutaenda kutaja kitu kingine miongoni mwa vitu muhimu katika fani ya hadithi. Ni kitu gani? Inshallah tuingie katika kuwasoma marwat. Leo tunategemea kumaliza katika darasa letu namba 5 kumsoma Alqama pamoja na Umar. Ndani ya marwat hawa wawili kila mmoja tutataja kitu, ila Umar kwa kitu tutataja moja katika misingi muhimu sana ambayo sisi tukifahamu tutakuwa tuna upeo mkubwa sana wa kuelewa marwatu wa hadithi, bali thamani ya hadithi na jinsi watu walivyotia ihtimam hadithi ni nini. Nikupe tu tanbihi kuwa leo tutasoma familia ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na wale waliokuwepo katika watoto wake wajukuu vitukuu ambao ni ahlu alhadithi na daraja zao, na wale ambao wametaja hadithi zao katika watu wa kutubu as-sita. Kwa hiyo leo katika darasa hili tunategemea mtu ikimaliza atakuwa kaifahamu familia ya Umar ibn al-Khattab. Na inshallah vile vile tukija kwa Ali ibn Abi Talib na khalifa wote na wale ambao sisi tumepata darasa yao kutoka kwa Sheikh wetu Abu Muhammad Ahmad ibn Muhammad al-Najashi akizungumza familia zao, inshallah hao bi'anillahi tabaraka wa ta'ala tukipata fursa tutataja familia ya mmoja baada ya mwingine katika marwatu wa hadithi katika silsila ambayo sisi tumeitaja. tuendelee na darasa yetu. Tabaan tulifikia kwa Alqama ibn Waqqas al-Laythi. Qala al-Bukhari rahimahullah. Tukumbuke kuwa sisi tunasoma misingi ya kuelewa marwatu wa hadithi, na tumeanza kusoma sanadi ya kwanza ndani ya Sahih al-Bukhari kama hiyo ni tatbiqi ya darasa yetu, yani ile practically tusome kwa vitendo. Tusiseme tu kuna kadha tunamsoma mtu kisha tutatoa uchambuzi, ili mtu ambaye ni talib lilhadithi anatafuta hadithi aweze kuona sura ambayo ilikuwa ikitumika kwa ahlul ilmi min as-salaf katika kusoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: علقمة أنا سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من المسكي عمر ناني علقمة ambaye ndiye mwalimu Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. Darasa iliyopita tulimuelezea Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi, na leo tuko na Alqama ibn Waqqas al-Laythi ndiye ambaye tunamuelezea katika darasa yetu ya leo. Alqama ibn Waqqas al-Laythi
ni Alqamatu ibn Waqqas ibn Mihsan al-Laythi, ambaye nisba yake ni al-Laythi al-Atwari al-Madani. Wallahu a'lam, nadhani ni al-Atwari al-Madani. Tabaka yake ni namba 2, na tabaka namba 2 ndio tabaka ya kwanza ya matabiina, yani wale matabiina wakubwa sana ndio hawa tabaka namba 2, na kunia yake ni Abu Yahya. Tabaka namba 2 ina sample za watu watatu. Tabaka namba 2 ina sample za watu watatu, na tukiendelea kusoma marwatu wa hadithi tutawaona wote hao. Leo ni msingi mpya huu ambao tunataka tubainishe. Tabaka hii namba 2 ina watu ambao wao walizaliwa wakati Mtume sallallahu alayhi wasallama yuko hai. Walizaliwa wakati Mtume sallallahu alayhi wasallama yuko hai, bali wengine walikuwa ni watu wazima kabisa. Siku wanakuja Madina wakutane na Mtume, wanaambiwa huyu mtu ameshafariki, wapo katika njia, wapo safarini. Wanakuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, wanaambiwa huyu mtu ameshafanya nini? Huyu mtu ameshafariki. Hawa wanaitwa muhadharamuna, walisilimu wakati Mtume sallallahu alayhi wasallama yuko hai, lakini hawakuonana naye. Kwa hiyo hii ni tabaka ya pili, kundi la mwanzo. Mfano wa watu hao, kuna mtu anaitwa Al-Aswad ibn Yazid ibn Qais an-Nakhai. Al-Aswad ibn Yazid ibn Qais an-Nakhai mukhadaramun, ni katika mukhadaram, yani wale ambao wao walisilimu wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, aliyekuwa Mtume yuko hai lakini hawakuonana naye. Yule katika watu ni katika watu wa Kufa. Kuna yake anaitwa Abu Amr au Abu Abdurrahman, yeye ni katika mukhadaramun. Tabaka yake ni namba 2 kama tulivyotanguliza. Kafariki mwaka 74 au 75 Hijria. Mtu wa kwanza yani kimfano anaitwa Al-Aswad ibn Yazid ibn Qais an-Nakhai. Na mtu mwingine ambaye vile vile yeye ni katika mukhadaramuna, kuna mtu anaitwa Masruq ibn al-Ajda' ni Maliki al-Hamdani. Masruq ibn al-Ajda'i ni Maliki al-Hamdani al-Wadi'i, Abu Aisha vile vile na yeye katika watu wa Kufa Iraq, ambaye naye kafariki vile vile mwaka 63 Hijria, na vile vile ni katika mukhadaramu. Alqamatu ibn Waqqas al-Laythi, yeye kupitia kauli za maulama yupo katika tabaka inayofanana na hii, kwa sababu inasemekana ulida ala ahdi nabii sallallahu alayhi wasallam, alizaliwa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na baadhi yao wameona kuwa ni sahaba. Alqama wameona kuwa ni sahaba, na ndio maana Ibn Hajari al-Asqalani akasema akhta man zama anna lahu suhbah, amekosea yule anayedhani kuwa Alqama yeye katika masahaba. Hii ni ishara ya kuonesha kwa hii ni tabaka ya pili, kundi la mwanzo. Halafu ndani ya hii tabaka ya pili kuna kundi jingine. Katika hii tabaka ya pili kuna kundi jingine. Kwa hiyo hili kundi jingine, barakallahu fikum, ni la wale ambao walisilimu wakati wa makhalifa wanne, yani wale waliosilimu wakati wa Abu Bakar na waliosilimu wakati wa Umar, ambao hawa ni matabiina wakubwa sana wanaochukua ilmu kwa makhalifa ambao walisikia kwa Abu Bakar as-Siddiq, ambao walisikia kwa Umar ibn al-Khattab, yani wale waliosilimu baada tu ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hili ni kundi la pili.
na kuna kundi jingine ambalo vile vile liko hapa kati na kati la wale ambao wakati anafariki Abu Bakar, yani wakati ule wakazaliwa wao, yani maana yake wakakuwa katika khilafa ya Umar ibn al-Khattab. Yani Umar anaingia katika uongozi, wao ni watoto wadogo, ndio kwanza wamezaliwa wakakulia, yani walizaliwa katika khilafa ya Abu Bakar, hata kama ni muda mchache, lakini walizaliwa mwanzo wa khilafa ya Umar ibn al-Khattab, mwisho wa khilafa ya Abu Bakar as-Siddiq. Kwa hiyo hawa wakaenda katika umri wakawa vile vile ni katika matabiina wakubwa, lakini kuna ambao walizaliwa baada ya Umar ibn al-Khattab ambao vile vile tabaka hii, lakini wao ni wadogo katika hiyo tabaka namba 2, ambao kama kina Sa'id ibn al-Musayyab ambaye baadhi ya ahlul ilm wanasema alizaliwa miaka 2 baada ya kufariki Umar, wengine wanasema alizaliwa miaka 4. Kwa hiyo hawa vile vile ni katika matabiina wakubwa, lakini katika hii tabaka wao ni wadogo katika tabaka ya pili ya matabiina wakubwa. Kwa hiyo haya yote yanafahamika katika tarikh, na mtu kuona kuwa huyu alizaliwa wakati gani, huyu alifariki wakati gani. Kwa hiyo tukimtazama Alqama, baadhi ya ahlul ilmi kwa sababu ya umapema wake yani akanasibishwa katika masahaba, na ndio maana baadhi ya ahlul ilmi kama kina Ibn Hajari al-Asqalani akasema akosea yule ambaye zaima kadai anna lahu suhba, kwamba yeye ni katika masahaba. Hapa tutakuwa tumeshaelezea kitu katika hii tabaka, na kama tulivyotanguliza kwa hawa wanapokea kutoka kwa masahaba wakubwa kina Umar ibn al-Khattab, na tabaka hii ya pili kuna ambao hawapokei kwa kina Umar wala Abi Bakar. Na nadhani hili jambo ambalo tutakuwa leo ni jipya, kumbe katika matabiina wakubwa kuna ambao hawapokei kwa makhalifa wakubwa kama kina Umar wala kina Abi Bakar, na wako ambao wamezaliwa baada ya kufa Umar pia, lakini vile vile kama Sa'id ibn al-Musayyab katika matabiina wakubwa tabaka namba 2. Hawa sasa ndio walimu wa tabiina ambao wanakuja chini, na ndio wasita kiunganishi baina yao na baina ya masahaba wakubwa au kina Alqama. Barakallahu fikum. Na wengi katika hawa wamenasibishwa baadhi yao kuwa ni masahaba kwa sababu ya umri na nyakati zile ambazo wao waliishi, na kitu kama hicho ambacho baadhi ya maulama wale wanaofahamu watu wa hadithi wakazungumza kuhusiana na nukta zao, kama kina Ibn Hajari al-Asqalani kuhusiana na kuwa ambaye kadai kama nasibisha Alqama katika sahaba, yeye kakosea. Kisha mwaka wa kufariki Alqama kafariki fi khilafati Abdul Malik ibn Marwan. Uongozi wa Abdul Malik ibn Marwan alipofariki mzazi wake, taban mwaka 65 Hijria, ndio yeye alikuwa kiongozi, na akakaa katika uongozi takriban miaka 21. Kwa hiyo toka mwaka 65 Hijria mpaka ongeza miaka 21 mbele. Kwa hiyo maana yake mpaka mwaka 86 mpaka mwaka 86 Hijria. Ina maana Alqama kafariki ndani ya muda huu, yani fi khilafati, katika uongozi, katika khilafa. Ina maana muda wote katika huu toka mwaka 65 mpaka mwaka 86, ndani ya muda huu ndio alifariki huyu Alqama ndani ya uongozi wa Abdul Malik ibn Marwan. Kwa hiyo kinachozungumzwa na maulama, huyu hakuwa katika watu ambao wanasimulia sana hadithi kama alivyosema Imam Adh-Dhahabi fi tarikh al-Islam katika kitabu chake, alikuwa qalilu riwaya, yani hasimulii sana,
na tukisema simulia sana sikuwa labda hakuwa na cha kukisimulia, ilikuwa ni tabia ya ahlul ilmi min as-salaf kujizuia kusimulia sana. Kwa hiyo insha Allah mpaka hapa tutakuwa tayari, kwa sababu mengine kwa yeye ni walimu wa matabiina waliokuja chini yake na vitu kama hivyo, tutakuwa sisi ni wenye kuvitambua vizuri, kwa sababu sanadi zilizopita tumeshaelezea. Nakumbuka kwa sanadi zinazofuata hatutakuwa tunatoa maelezo mengi, ila katika nukta ambazo zinahitaji tutakwenda tu katika sanadi kuelezea huyu tabaka yake na hivi, na baadhi ya faida ambazo zina ulazima kuzielewa ziko nyingi mno, tutakuja nazo mbele. Ila yale tunayopita jaribu kufuatilia mihadhara iliyopita na kuweza kudhibiti zile nukta za msingi katika misingi tunayoielezea, kwa sababu huko mbele yasije tena masala mengi mbona sijaelewa. Afuatilia silsila, fuatilia silsila ya durus ambazo sisi tunazitoa. Barakallahu fikum. Na kwa sababu kuna linki yetu ya Telegram na kuna linki ya WhatsApp, darasa zilizopita unaweza kumtafuta admin katika admin wa group yetu ya WhatsApp akakutumia, au ukajiunga na Telegram inshallah ukazikuta pale ziko ambazo zina unwani ile ambayo sisi tabayan tumeitambulisha kuwa ndio tutakayoitumia katika kusoma marwati wa hadithi. Tumeelewana vizuri unwani yenyewe ni ile ile ambayo inasema misingi ya kuwasoma na kuwafahamu marwati wapokezi wa hadithi. Tulimaliza darasa namba 4 na hii ni darasa namba 5. Kwa hiyo barakallahu fikum, hapo tutakuwa tumemaliza kusana Alqama, na huyo ni katika matabiina ambao ni thiqa, ni katika mathiqa, yani hakuna shaka katika habari yake. Lakini kama alivyosema vile vile Ibn Sa'di kwamba qalilu alhadithi, hadithi zake sio nyingi. Tunakuja sasa kumalizia katika mtu wetu aliyobakia. Sanadi yetu ina watu wangapi? Kuna Al-Humaydi wa kwanza, Sufyan wa pili, Yahya wa 4, Muhammad wa 5, Alqama wa 6, Umar wa 7. Katika mambo ambayo tunatakiwa kuyafahamu katika hii sanadi, mmoja katika wanafunzi aliuliza, hii hadithi ina maana imepokelewa na hawa tu, hakuna watu wengine walioipokea? Kwa kauli ya maulama, katika masahaba hakuisikia isipokuwa Umar, na kutoka kwa Umar hakuisikia isipokuwa Alqama, na kutoka kwa Alqama hakuisikia isipokuwa Muhammad ibn Ibrahim, na kutoka kwa Muhammad hakuisikia isipokuwa Yahya ibn Sa'id al-Ansari, ila baada ya Yahya ibn Sa'id al-Ansari kina Sufyan na wenzake. Zaidi ya watu 200 wamesikia kutoka kwa Yahya. Kwa hiyo kutoka kwa Yahya kina Sufyan ibn Uyayna na wengine wengi walisikia hapo. Kwa hiyo kutoka kwa Umar alipokea peke yake, Alqama peke yake, Muhammad peke yake, Yahya ibn Sa'id peke yake. Kutoka kwa Yahya tena wakawa watu wengi, zaidi ya watu 200 wakachukua kutoka kwa Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Kwa hiyo hii ni faida ambayo ndio tunaijibu kwa wote kwamba wafahamu hivyo. Mwingine vile vile likauliza swala, je, ina maana sisi kuwapangilia hawa marwati katika hii sanadi, kwa nini tusiwaingize wengine? Kwa sababu ya msingi kwa kila talib anatakiwa asimulie hadithi kutoka kwa mwalimu, yani maana yake kila mtu anatakiwa awe na mwalimu ambaye kachukua ilmu kutoka kwake. Kwa hiyo Imam al-Bukhari kachukua ilmu kutoka kwa Al-Humaydi, ndio akasema kana hadithi ya mimi Al-Humaydi, na Al-Humaydi kachukua ilmu kutoka kwa Sufyan, ndio akasema kana hadithi ya mimi Sufyan, na Sufyan kutoka kwa Yahya ibn Sa'id al-Ansari, ndio akasema hivyo, na Yahya ibn Sa'id al-Ansari kachukua kwa Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi, ndio akasema hivyo, na Muhammad kachukua ilmu kutoka kwa Alqama, ndio akasema hivyo, na Alqama kachukua kutoka kwa Umar. Na baadhi ya hawa wanafunzi wanaweza kushirikiana kuchukua hadithi kwa shekhi mmoja, lakini utajuaje? Ndio kama tulivyosema, kutoka kwa Yahya ibn Sa'id al-Ansari kina Sufyan wako kama 200 waliochukua hii hadithi kutoka kwa Yahya. Kwa hiyo Bukhari yake alichagua riwaya ya Sufyan kutoka kwa Yahya ambayo silsila yake inakwenda mpaka kwa Umar. Kwa hiyo utakuta vile vile anaweza kuwa mtuzi mwingine wa kitabu akachagua sio kwa Sufyan ibn Uyayna, akachagua kwa rawi mwingine akaja kwa Yahya, mwingine akachagua vile vile. Barakallahu fikum. Kwa hiyo inategemea na yule mtunzi wa kitabu au mwanafunzi anachokisimulia yeye, kakisikia katika sanadi ipi, yani ule mtiririko upi. Hata sisi Sahih Bukhari, Sunan Tirmidhi, mwalimu wetu sisi katupatia ijaza ya sanadi ambayo ni kutoka kwake ustaz au sheikh wetu Abu Muhammad Ahmad ibn Muhammad al-Najashi,
Kwa hiyo hii inaendelea kwa walimu ambao kasoma kwao na alitushereheshea. Hata mimi nilikaa naye akanishereheshea watu mbalimbali ambao walisikia Sahih Bukhari na huyo ndio athbat talamidhi Bukhari na fulani kadha kadha, akanishereheshea wakati ananipa hizo ijaza. Kwa hiyo ni vitu ambavyo hata mimi nikisema basi maana yake nitasema hadathani sheikhi, na ninaweza kusema akhbarani sheikhi kupitia ile misingi ya watu wa hadithi, kwa sababu nilisoma nikiona yeye na vile vile nilisoma nikiwa na wanafunzi wenzangu kitu kama hicho. Kwa hiyo mimi nitasema kwamba akhbarani sheikhi wa ustadhi Abu Muhammad Ahmad ibn Muhammad an-Najashi, naye ana walimu wake katika sanadi ambazo yuko nazo. Kwa hiyo mimi kwa nini sisemi kani hadithi ya fulani ambaye ni sheikh katika mji ambao sio niliyosoma katika mji huo? Siwezi kusema, kwa sababu ili niseme lazima niwe nimesimuliwa na yule. Kwa hiyo na vile vile mimi nikisema naweza nikaisimulia Sahih Bukhari ikaja katika sanadi yangu, na mtu ambaye kasoma Madina ataisimulia ikaja kwa sanadi yake na aliyosema Yaman. Kwa hiyo mimi sanadi yangu nitaisimulia kwa mujibu wa eneo nililosoma. Barakallahu fikum. Kwa hiyo hiyo ni namna ambayo ndio maana na kwa kwenye sanadi kuna watu maalum, lakini hadithi hiyo inaweza kupokelewa kwa sanadi nyingine na watu wengine hadithi hiyo, kwa sababu kila mmoja anasimulia kwa mtu ambaye kachukua ilmu kutoka kwake. Allah yahfadhukum, Allah wahifadhi. Tunaingia kwa Umar ibn al-Khattab ambaye ndiye rawi wetu aliyekia. Kama tulivyosema, hadithi yetu ina marawi 6. Umar ibn al-Khattab ndio rawi wetu wa 6. wa kwanza ni Al-Humaydi, wa pili Sufyan, wa tatu ni Yahya, wa nne ni Muhammad, wa tano ni Anqama, wa sita ni Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab ni maarufu, barakallahu fikum. Kwa hiyo yeye tutamzungumzia katika kipengele nyeti miongoni mwa vipengele vya fani ya hadithi ambavyo sisi tulisomeshwa na Sheikh wetu, nayo ni kutajiwa familia mbalimbali za maulama, familia mbalimbali za masahaba, tabi'in, atba'u tabi'in, atba'u tabi'in, tukatajiwa familia mbalimbali. Huyu ni mtoto, huyu ni mjukuu, anatoka katika kabila, huyu hivi, huyu hivi. Kwa hiyo mimi nitakuja tu na sura za mifano ya wazi wazi ambao ndio ilmu ya Sheikh wetu sisi, akimzungumzia Umar pamoja na familia yake. Kwa hiyo barakallahu fikum. Sasa tunaingia katika kipengele hichi ambacho ni kipengele muhimu sana katika kuelewa marwatu wa hadithi, na insha Allah bi'auni Allah tabaraka wa taala kutakuwa kuna darasa khasa maalum ya kusoma familia za ahlul ilmi, marwatu wale ambao kutoka kwao ndio kuna familia, yani unamkuta mtu baba, mtoto, mjukuu, kitu kama hicho. Tunaanza na Umar ibn al-Khattab leo kama mfano wa kusoma familia za watu wa hadithi, tukiwa tupo katika sanadi ya kwanza ndani ya Sahih al-Bukhari. Barakallahu fikum. Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl. Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza, huyu ni al-Qurashi. Tumeelewana vizuri, ni al-Qurashi al-Adawi. لقب yake الفاروق أمير المؤمنين. لقب yake الفاروق أمير المؤمنين. صحابة طبقة نمبر 1. masahaba wote tabaka yao ni namba 1. vile vile Alqama tulimpita tukusema Alqama ni mtu wa Madina na Umar ni mtu wa Madina. kwa hiyo ina maana riwaya yetu au sanadi yetu itakuwa ina Umar wa Madina, Alqama wa Madina, Muhammad wa Madina, Yahya ibn Sa'id al-Ansari wa Madina, Sufyan Makkah, Al-Humaydi vile vile ni mtu wa Makkah. kwa hiyo itakuwa na watu wawili wa Makkah na waliobakia watu wanne wote wa Madina. Barakallahu fikum. kwa hiyo Umar ibn al-Khattab alifariki mwaka 23 Hijiria. mwaka 20 ngapi? mwaka 23 alifariki mwaka 23 Hijiria katika mji wa Madina. Barakallahu fikum. kwa hiyo hapa tutakuwa sisi tumeshaelezea kitu kuhusiana na Umar. Umar hadithi zake zimetajwa ndani ya Sahih Bukhari, Muslim, Abi Daud au Abu Daud, Tirmidhi, An-Nasa'i pamoja na Ibn Majah wametaja hadithi za Umar. Tunakuja kwa sababu tulisema tutaelezea familia ya Umar. Mtu wa pili ambaye anahusiana na Umar ibn al-Khattab ni mtoto wake, yani tunataka tugusie familia ya Umar. anaitwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi, ambaye Abdullah ibn Umar ni katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tabaka namba 1, Abu Abdurrahman al-Makki al-Madani. Asili yake ni Makkah lakini aliishi katika mji wa Madina. kwa hiyo naye vile vile yupo katika madrasa ya watu wa Madina. Kafariki mwaka 73 au 74 Hijiria, mwaka wake wa kufariki.
hadithi zake zimetajwa ndani ya Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidhi, An-Nasa'i pamoja na Ibn Majah. Kwa hiyo huyu ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kwa sababu tunaelezea bil ikhtisari, tutakapokuja kuelezea kwa upana insha Allah, ndio kuna baadhi ya mambo ambayo sisi tutafanya nini, tutayagusia. Ambaye yupo vile vile katika familia ya Umar, katika watu ambao wanahusika na hadithi, ni mjukuu wake Umar ibn al-Khattab ambaye anaitwa Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi. Umar ana mtoto anaitwa Abdullah, na Abdullah ana mtoto anaitwa Salim, ambaye Salim yeye ni katika matabiina, tabaka namba 3, matabiina wakati na kati, baada ya wale wakubwa kina Alqama, wanaofuata ndio Salim. Anaitwa Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi. Kunia yake anaitwa Abu Umar, na inasemekana anaitwa Abu Abdullah, na inasemekana anaitwa Abu Ubaidillah al-Madani al-Faqih. Yeye ni mtu wa Madina, samdio huko ambako kazaliwa, ni katika mafuqaha wa mji wa Madina. Tabaka namba ngapi? Tabaka namba 3, matabiina wakati na kati. Baada ya Salim kuna mwingine nimekumbuka hatukutaja mwaka aliyofariki Salim. Salim kafariki mwaka 106 Hijiria, mwaka 106 Hijiria. Waliotaja hadithi zake ni kama Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Wote wanawazuoni wa kutubu as-sita wametaja hadithi za Salim ambaye ni mjukuu wake Umar ibn al-Khattab. Huyu ni mtu ngapi? Ni mtu wa 3. Mtu wa kwanza ni Umar mwenyewe, kisha Abdullah, mtu wa 3 ni Salim. Tukiendelea katika familia ya Umar, mtu wa 4 ambaye yupo katika familia ya Umar, mjukuu wa Umar kaza mtoto anaitwa Abu Bakar. Mjukuu wa Umar kaza mtoto anaitwa nani? Abu Bakar, ambaye yeye ni tabaka namba 5. Tabaka namba 5 tumeshapita katika sanadi yetu. Tabaka namba 5 tabaka ya nani? Ni tabaka ya Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Kwa hiyo ndio tabaka namba 5. Kwa hiyo huyu ni Abu Bakari ibn Salim ibn Abdullah ibn Umar. Kwa hiyo huyu atakuwa ni nani? Kama Salim ni mjukuu, Abu Bakar yeye atakuwa ni kitukuu. Abu Bakar atakuwa ni nani? Atakuwa ni kitukuu. Kwa hiyo tukiendelea kuisoma familia ya Umar, huyu ni thiqa, tabaka namba 5, tabaka ya matabiina walioishi na wachache katika masahaba. Yeye ni thiqa. Kisha tunakuja mtu wa 5 katika familia ya Umar ibn al-Khattab ambaye vile vile ni mtoto wa Abdullah, anaitwa Zaid ibn Abdullah ibn Umar. Zaid ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi. Kwa hiyo huyo atakuwa ni mjukuu wake vile vile Umar, ambaye ni mtoto wa Abdullah ibn Umar. Na tukumbuke kuwa mtoto wa kwanza ni Salim. Ina maana hapa sisi tushasoma mtoto mwingine ambaye anaitwa nani? Anaitwa Zaid, ambaye Zaid yeye ni tabaka ya juu zaidi kuliko Salim, kwa sababu Salim ni tabaka namba 3, Zaidi ni tabaka namba 2 min kibari tabi'in, katika matabiina wakubwa. Na Abu Bakar aliyepita katika waliopokea hadithi zake ni kama Bukhari na Muslim, na Zaid waliopokea hadithi zake ni Bukhari, Muslim na Imam An-Nasa'i na Imam Ibn Majah, na yeye ni thiqa, ni katika wanazuoni mathiqa. Kwa hiyo huyu ni mkubwa kuliko Salim, mtoto wa pili wa Abdullah ibn Umar, ni kibari tabi'in katika matabiina wakubwa, ambaye atakuwa ni mjukuu wake Umar ibn al-Khattab. Kisha Zaid ana mtoto anaitwa Muhammad ambaye ni wa 6, sisi tunamsoma hapa katika familia ya Umar,
yani ule ukoo wake. Anaitwa Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi Abu Abdullah al-Madani, Abu Abdullah al-Madani. Kwa hiyo Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi Abu Abdullah al-Madani. Wawili waliopita Zaid pamoja na Abu Bakar sisi tumewataja wao kama walivyo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo mimi nimehabarishwa na Sheikh wetu Abu Muhammad. Kwa hiyo mjukuu wake Umar Zaid ana mtoto anaitwa Muhammad. Kwa hiyo itakuwa sasa ni Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi, kunia yake anaitwa Abu Abdullah al-Madani. Kwa hiyo huyu sasa yeye wamesimulia hadithi zake wanawazuoni wa kutubu asita, wamesimulia hadithi zake huyu. Tukishamaliza katika sura hiyo, na yeye kama tulivyosema ni tabaka namba 3, au kama hatukusema ndiyo tabaka yake ni namba 3, tabaka ya matabiina wakati na kati, baada ya wale wakubwa namba 2 kisha wanakuja hawa. Vile vile yeye ni thiqa. Wote tuliowataja mpaka hapa ni mathiqa, familia hii ya Umar ibn al-Khattab. Kisha mtu wa 7 ambaye anafuata ni mtoto wa huyu aliyepita, yeye anaitwa Zaid ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi al-Umari al-Madani. Kwa hiyo huyu yeye ni namba 7, tabaka yake na Imam Malik, tabaka yake na Imamu Malik ndiyo yuko Zaid ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi, ambaye ni mtoto wa huyu aliyepita anaitwa Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar. Mtoto wake anaitwa Zaid ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar. Kwa hiyo tabaka namba 7 ni tabaka ya Imam Malik. Kwa hiyo huyu ni katika atba' tabi'ina wakubwa, lakini yeye ni katika kibari atba'i tabi'in, ni katika atba'u at-tabi'ina wakubwa. Walosimulia hadithi zake ni kama Muslim na Imam An-Nasa'i, na yeye vile vile ni thiqa. Kisha mtu wa 8 katika familia ya Umar kuna mtu anaitwa Umar ibn Muhammad ibn Zaid, ambaye vile vile ni ndugu na huyu Zaid ibn Muhammad. Yeye ni mkubwa kidogo katika tabaka. Umar ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, yeye Abu Hafs al-Madani, yeye ni mkubwa kuliko nani? Kuliko Zaid, kwa sababu tabaka yake ni namba 6. Namba 6 ni tabaka ya mwisho ya matabi'in. Kafariki kabla mwaka 150 Hijria, na ambaye kataja hadithi zake ni kama Imam al-Bukhari, Muslim na Abu Daud na Imam An-Nasa'i na vile vile Ibn Majah. Kwa hiyo hapa Imam At-Tirmidhi hayupo. Huyu ni mtu wa 8 katika familia ya Umar ibn al-Khattab. Tukija katika mtu wa 9 kuna mtu anaitwa Abu Bakar. Kuna mtu anaitwa Abu Bakar. Ina maana Abu Bakar vile vile ni katika familia ya Umar. Huyu anaitwa Abu Bakar nani? Abu Bakar ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar. Kwa hiyo nadhani sasa tukitaja tutakuwa, kwa sababu tunawanakili kuandika, itakuwa tunajua Abu Bakar anarudi kwa nani. Ina maana Abu Bakar ibn Muhammad ibn Zaid ni Umar, ana mtoto anaitwa Abdullah ana mtoto anaitwa Zaid, ambaye Zaid huyu ni mjukuu, na Zaid ana mtoto anaitwa Muhammad ambaye huyu ni kitukuu. Halafu kuna mtu anaitwa Abu Bakar ambaye huyu ni kilembwe kwa Umar. Kama kuna mtu anaelewa Kiswahili, zile lugha zile ambazo sisi tumezipata kwa watu wazima, ikiwa ni sawa, huwa atakuwa anaitwa kilembwe. Tabaka yake ni namba 7 min kibari atba'i tabi'in, katika atba'i tabi'in wakubwa sana. Kafariki mwaka 150. Kumbuka sisi tulisema kwa mwaka 150 ndio mwaka wa mwisho wale nani matabi'ina.
kwa hiyo yeye huyu ni katika kibari atba'i tabi'in kwa sababu ya wasfu mbalimbali ambazo wakunazo maulama, ndio maana yeye akapewa daraja hiyo kuwa ni katika daraja ya kina Imam Malik na Shu'ba na Sufyan ath-Thawri na kina Ma'mar ibn Rashid na wengine ambao wapo tabaka namba 7, tabaka ya mwanzo ya atba'u at-tabi'in. Aliyetaja hadithi zake ni Imamu An-Nasa'i, kataja hadithi au kapokea hadithi zake Imam An-Nasa'i, na vile vile ni thiqa ambaye ni mtu wa 9. mtu wa 10 katika familia ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kuna mtu anaitwa Asim ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar. wote hawa ni maulama marwatu wa hadithi. anaitwa Asim ibn Muhammad ibn Zaid ibn Umar, معلش anaitwa Asim ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Umari al-Madani. معلش ni lugha yetu ya Kisudani, maana yake samahani nilikosea. Nilisema ibn Zaid ibn Umar, kwa hiyo ndo nikasema معلش yani samahani, lakini inatakiwa iwe mtu wa 10 ni Asim ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Umari al-Madani, ambaye ni kaka na Abu Bakar na kaka na Umar na Zaid na Waqid. hao wote ni ndugu watoto wa Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar. tabaka namba 7 vile vile ni kibari atba'i tabi'in, vile vile ni katika atba'i tabi'in wakubwa, tabaka kina Imam Maliki. tumeelewana vizuri kwa sababu hawa ni watu wa Madina. usiulize ni kuwa walikuwa na kina Imamu Malik, yani ni watu ambao walikuwa wanacheza na Imam Malik wanatafuta ilmu naye. Huyu wametaja hadithi zake wanaozuni wote wa kutubu sita, al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidhi, An-Nasa'i pamoja na Ibn Majah. ukiambiwa tu kataja Bukhari na Muslim ujue huyo mtu ni thiqa. tumeelewana vizuri hakuna shida ya kusema huyo ni thiqa. namba 11 kuna mtu anaitwa Waqid ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar. bado tunaendelea katika watoto wa Muhammadi, ambaye ni mtoto wa Zaid na Zaid ni mtoto wa Abdullah na Abdullah ni mtoto wa Umar. Waqid ibn Muhammad ibn Zaid, Waqid ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi al-Umari al-Madani. huyo vile vile ni katika familia ya Umar, na ndio maana tunataja Waqid ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar bin Khattab al-Qurashi al-Adawi al-Umari al-Madani, ambaye huyo tabaka yake ni namba 6, tabaka ya mwisho ya matabi'ina min alladhina asaru sighara tabi'in, katika wale ambao waliishi na matabi'ina wadogo. alotaja hadithi zake ni kama Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daud na Imam An-Nasa'i. hapo tumemkosa Imam At-Tirmidhi na Imam Ibn Majah. na tukisema katajwa katika Bukhari, Muslim, Abu Daud na An-Nasa'i tutamkuta Waqid ibn Muhammad ni Zaid ibn Abdullah ibn Umar. sisi tutamkuta katika Bukhari katika silsila ya kusoma sanadi. kwa hiyo tunamzingatia toka mapema, na ndo namna ya kusoma marwatu ukawataja hawa na hawa na hawa kwa sababu yani mtu upate kuwahifadhi na kuwakariri. barakallahu fikum. tusisahau huyu ni katika walimu wa Shu'bah ibn al-Hajjaj. Waqid ibn Muhammad ni katika watu ambao wamemsimulia Shu'bah, ni katika watu ambao Shu'bah kachukua ilmu kutoka kwao. mtu wa 12 katika familia ya Umar anaitwa Uthman ibn Waqid, ambaye Uthman babake ndiye huyu namba 11. Waqid ibn Muhammad kaza mtoto anaitwa Uthman. bado tunaendelea katika silsila ya watoto wa nani katika silsila ya watoto wa Umar, yani maana yake wajukuu, vitukuu. hao ni marwat ambao ni wa hadithi. kwa hiyo ukoo huu ulifanya khidma katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallama. kwa hiyo Allah kawatia baraka ndani yake. kuna maulama marwatu wakubwa ndio hawa tunawataja ukoo wa Umar.
عثمان و12 anaitwa عثمان بن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر القرشي العدوي العمري المدني ثم البصري وقيل الكوفي. kwa hiyo huyu alikuwa Madina, huyu akaenda Basra na inasemekana alienda Kufa, ambayo Basra na Kufa kote ni Iraq. kwa hiyo kama tulivyopita, nadhani tumeshapita msingi wa mwanzo kule, tukumbuke akitajwa rawi al-Madani al-Basri, basi asili yake ni Madina, lakini vipi alienda vile vile Basra. kwa hiyo turejee huko tukumbuke, tusirejee kufahamisha msingi huko, tuchukulie muda sana, wakati darasa zetu za mwanzo kabisa tulielezea kuhusiana na mtu kutajwa al-Madani al-Basri au al-Madani al-Kufi au al-Madani al-Makki. tabaka yake ni namba 7 min kibari tabi'in, katika matabi'ina wakubwa aliyotaja hadithi zake ni Abu Daud na Imam at-Tirmidhi. Ibn Hajar kasema saduqun rubbama wahima, yani huyu wanawazuoni wamekhtalifiana, baadhi yao wameona kuwa ni thiqa, baadhi yao ni kadha. kiambwa saduq, yani kuna kauli mbalimbali za ahlu al-ilm. hii istilaha ya maulama wa jarh na ta'dil, yani hii jarh na ta'dil ni fani, tumeelewana vizuri, ni fani ina mambo yake ambayo insha Allah sisi katika silsila yetu ya kusoma hadithi na sanadi na marwat, bila shaka tutakuwa na durusa khasa ambazo tutakuwa tukizungumzia masuala yanayofungamana na jarh na ta'dil. huyu ni mtu wa 12, tutakuwa tumemaliza habari zake, ambaye vile vile ni katika familia ya Umar ibn al-Khattab, anaitwa Uthman ibn Waqid ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar al-Qurashi al-Adawi al-Umari al-Madani ثم البصري. طبق نمبر 7 من كبار اتباع التابعين أبو داود الترمذي ولتجاه حديث زكي na Ibn Hajari al-Asqalani akasema ni saduq. mtu wa 13 katika familia ya Umar anaitwa Abdullah ibn Umar. huyu ni mjukuu wake Umar ibn al-Khattab, anaitwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi Abu Abdurrahman al-Madani, ambaye ni ndugu na Salim ibn Abdullah. tumeelewana vizuri, ambaye ni ndugu na nani? Salim ibn Abdullah, na wale ambao wapo katika familia ya Abdullah ibn Umar. kwa hiyo udugu unaendelea. kwa hiyo huyu ni mjukuu wake Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Umar vile vile kamuita mtoto wake Abdullah. kwa hiyo anaitwa Abdullah ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi Abu Abdurrahman al-Madani. tabaka namba 3, huyu ni katika tabaka ya kati ya matabiina, kafariki mwaka 105 hijiria, mwaka 105 hijiria, ambao sisi hatutaji nyakati zao za kufa wala za kuzaliwa. ujue sisi hatujapata, kama sisi hatujasomeshwa na Sheikh. kwa hiyo mpaka tufanye bahthi nyingine kama ziko au kama hakuna, ndio maana hatujasomeshwa sisi au Sheikh hajatuhabarisha kupitia vitabu ambavyo kaandika. tukumbuke kitabu ambacho mimi nakisoma kutoa masala yanayofungamana na hawa watu familia, ni kitabu ambacho kimeandikwa na mwalimu wetu sisi Abu Muhammad Ahmad ibn Muhammad al-Najashi, na hivi ndivyo alivyokuwa kitusomesha hadithi katika halaka. kwa hiyo kitabu kitupatia kwa mdomo wake, hichi kitabu changu kisome, kina familia za maulama wa hadithi. ya rajul, iwe kijana soma humu. kwa hiyo ni vitu ambavyo sisi hichi ni kitabu natumia kusoma ili kuwahabarisha na ninyi, kwa sababu sisi vitu vyote tunavyovisoma vinavyohusiana na ahlul ilmi, masuala ya historia na vitu gani, tunatoa kwenye vitabu. kwa hiyo mwalimu kakusanya familia za maulama, kazitengeneza kitabu, kisha katupa sisi wanafunzi wake. kwa hiyo mimi nasimulia baadhi, si kila kitu kidogo sana katika yale ambayo kaandika Sheikh, ingawa katika vitabu vya tarehe vikubwa kumeelezewa vile vile sura katika familia za maulama. lakini katika utaratibu huu ambao bado hatujauelezea kabisa jinsi ulivyo, mpaka tukisomesha hichi kitabu ndio tutaelezea mwanzo mwisho humo ndani na nini. Barakallahu fikum. kwa hiyo tunatakiwa hata sisi tuandike, na ilmu yote ni kwa sisi tunachukua kilichoandikwa, lakini kuelezea, kufafanua, kuchambua, ili yataka mtu akae kwa mwalimu. ilmu ya hadithi lazima mtu ukae kwa mwalimu na ilmu zote.
Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi Abu Abdurrahman al-Madani, kunia yake tabaka namba 3 ni tabaka katika kati ya matabiina kufariki mwaka 105 Hijiria. Aliyosimulia hadithi zake ni Bukhari pamoja na Imam Muslim na Imam Abu Daud na Imam Tirmidhi na Imam An-Nasai. Hapa tumemkosa Imam Ibn Majah, na yeye ni thiqa, ni katika watu mathiqa.